majina naitwa Agata Luuva, ndio katibu wa CCM wilaya ya Kwimba. Kwa kweli kwa zoezi la uchukuaji wa fomu limeanza jana. Kwa jimbo la Kwimba wamechukua watu 12, waliorudisha ni watu watatu. Inaonekana kwamba watu wamehamasika na wanajitokeza kwa wingi. Jimbo la Kwimba wamechukua watu 7, lakini wamerudisha watu watatu. Na leo nategemea leo wanaweza kurudisha na wengine wanaweza. Lakini kwa asubuhi pia ameshachukua mtu mmoja kwa jimbo la Kwimba. Kwa jimbo la Sumbe. Kwa ujumla watu nashukuru wamefuata utaratibu wa chama, maelekezo waliotoa. Wanapiga bila maandamano, bila nini, na mtu anaweza kaja 2 watatu kwa ajili ya kupiga picha na nini, wanaondoka. Kwa hiyo ninachoshukuru Mungu kwamba wamefuata utaratibu. Kwa hiyo hawajakiuka taratibu zile za uchukuaji wa fomu na maelekezo yaliyotolewa na chama. Ukiwa na heshima mtu anajua kwamba huyu ni kiongozi wa namna gani. Lakini ukikiuka unajua kwamba huyu kiongozi hatatufaa. Kwa hiyo tunashukuru Mungu tu tii kile kilichoelekezwa. Nini sasa wito wako kwa watiania hao ambao wanakuja kuchukua, wagombea ambao wanakuja kuchukua fomu? Wagombea wanakuja kuchukua fomu, kwa kweli hakuna mtu atakayezuiliwa kuchukua fomu. Fomu wanaendelea kuchukua, lakini wajua kabisa nafasi inayotakiwa kwa kila jimbo ni nafasi moja. Kwa hiyo tunawahamasisha waendelee kuchukua fomu, lakini pia uwe mshikamano, wakumbuke kwamba nafasi ni moja. Mtu hata kama ukikosa basi utakiwa kununa na kwenda upande wa pili. Tunatakiwa ni kushikamana na yule ambaye atateuliwa, tuweze kupeperusha bendera ya CCM kwa pamoja ili kupata mshindi. Kama ni mbunge wa jimbo la Kwimba apatikane, mbunge wa jimbo la Sumbe apatikane. Lakini tunategemea hasa kwamba watu wawe na nidhamu na maadili yaliyo mema katika kugombea. Asante sana ndugu zangu waandishi wa habari. Kwanza kabisa napenda kujitambulisha. Mimi kwa jina naitwa Sabana Rushu Sarija, ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Kwimba. Kwa kweli watiania ni wengi na wanaingia, ninawaona tangu asubuhi. Kwa kweli shamla nimeipenda kwa sababu Chama cha Mapinduzi kinahitaji watu na kinahitaji watu ambao ni waadilifu, na jinsi ninavyowaona hawa watu naona ni waadilifu wote na wanajitahidi kujenga Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo hamasa ni kubwa sana, inaonyesha kabisa Chama cha Mapinduzi kinafanya mambo makubwa na ni mazuri kwa jamii. Ndio maana watu wagombea wamekuwa ni wengi katika wilaya hii ya Kwimba. Kujiuza sina maana kwa mbunge. Mimi najibeba mwenyewe, ukienda hata kwenye mikutano yangu, ukifuatilia kwenye Google mikutano yangu yote, mimi ndio MC, mimi ndio msemaji. Sina vikundi vya ngoma, sina watu wa kunipigia debe, mimi najipigia mwenyewe debe, mimi najibeba mwenyewe, mimi ndio bidhaa inayouzika jimbo la Kwimba. Kwa sina mtu wa kunibeba. Mimi mwenyewe najibeba, na mimi nashukuru wamesema mtu uende bila mbomba, kwa sababu za nini? Hiki ni shughuli ya ndani ya chama. Ni process ndani ya chama. Tunaheshimu. Kuna mgombea yuko pale ndani, tumekumbatiana. Kwani kuna wadai gani? Si kila mmoja ana haki ya kugombea. Wananchi wataamua, vikao vitaamua. Majina ni matatu, tunaweza kwa wagombea 20. Kila mmoja ana haki. Majina yatarudi matatu. Yakirudi tunaenda kuuza sera zetu. Wananchi wanayemtaka watamleta. Kwa mimi na imani kwamba wananchi wamenileta kutoka siku zote hizo, bado hawajachoka na mimi, bado wana imani na mimi na wanajua mimi ni mbunge wa vitendo, sio mbunge wa maneno. Asante sana mheshimiwa, tukutakie kila la heri. Asante sana. Asante. Kwa majina naitwa Musa Silvester Ihenda, ni mzaliwa wa kata ya Bungurwa, jimbo la Sumve. Nimekuja kuchukua fomu ya kugombea bunge jimbo la Sumve kwa malengo mapana sana ya nchi yetu. Lengo kuu la kuja kuchukua fomu hii ni kwa nia njema ya kusaidia wananchi wenzangu. Kuna changamoto mbalimbali katika vijiji vyetu, katika jimbo letu. Ndio maana kama sisi vijana tunahitaji nguvu ya vijana. Kama sisi vijana kwa sasa tunataka tumsaidie Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ili kuleta mbadiliko wa mawazo chanya katika utumishi wake wa umma, ambao tunaona kwa sasa Mheshimiwa Rais anafanya mambo makubwa sana. Lakini pamoja kwamba ulikuwa na bunge wetu mtangulizi, si kwamba amefanya mabaya, hapana, amefanya vizuri. Lakini pamoja na hayo tunahitaji tu damu ya vijana, tunahitaji mawazo mapya, tunahitaji changamoto zitatuliwe kwa wakati, tunahitaji vijana ili kusudi washare na vijana wenzao kuleta mabadiliko chanya katika jimbo letu la Sumve. Jimbo la Sumve ina changamoto nyingi. Jimbo ni kubwa, halafu bado ina changamoto nyingi za barabara, maji, umeme, lakini hasa tunahitaji kutengeneza
mtandao mzuri katika jamii yetu ya Sumve na kuleta mahusiano ya karibu na wananchi kwa ujumla. Ya kwangu ni hayo. Kwa jina langu naitwa Shija Marando. Ni katibu mwenezi wa CCM wilaya ya Kwimba, lakini kwa sasa nagombea nafasi ya udiwani katika kata ya Hundumarwa ndani ya halmashauri ya wilaya ya Kwimba. Nimechukua fomu. Nia na madhumuni ni kuwakilisha wananchi wa kata ya Hundumarwa kwa sababu jukumu kubwa la mheshimiwa diwani ni mwakilishi wa wananchi kuwasemea ngazi za halmashauri na katika swala la maamuzi. Lakini vile vile jukumu kubwa la mheshimiwa diwani ni kuisimamia halmashauri kwa lengo la kuleta maendeleo katika halmashauri anayoiongoza. Kwa hiyo hicho ni sukuma niweze kuchukua udiwani kwenye kata ya Hundumarwa. La kwanza ni kuhakikisha kwamba nafanya kazi karibu na wananchi, kuhakikisha nawaletea maendeleo, kuhakikisha kwamba nasimamia miradi yote ambayo iko katika ndani ya kata ya Hundumarwa na nashirikiana na wananchi kuhakikisha kwamba miradi hiyo inaendelewa. Ukiangalia katika kata ya Hundumarwa. Sawa, mimi naitwa Paulo Kahema, mimi ni mtiania wa udiwani kata ya Ngudu. Nimeshachukua fomu jana tarehe 28 asubuhi, lakini bado nilirudisha fomu jana hiyo tarehe 28. Nimejipanga kuwatumikia watu wa kata ya Ngudu, na hasa ukilinganisha mimi ni kijana mwenye maono ya kisasa, hivyo siasa sio ugomvi. Kuna wengine wanachukulia kwamba ukishatia nia pengine kuna nafasi alikuwa na mwingine, unaweza ukafikiria kwamba labda ni ugomvi. Hapana, sio ugomvi. Naomba niwaambie wanasiasa kwamba ikishafika nafasi hii, maana yake ni fursa ya kila mmoja, ni haki ya katiba ya mwanachama. Na mimi nimejipanga kuwatumikia wananchi wa kata ya Ngudu. Nikipata nafasi hii hawajakosea. Ni mtu ambaye nina maono ya kisasa, nataka nilete maendeleo kwa wingi. Nitaanzia pale ambapo ataishia mwenzangu na kuwapeleka mbele wana kata ya Ngudu. Nimejipanga kuwatumikia sana. Siasa sio ugomvi. Siasa sio ugomvi, kwa ni vitu ambavyo vipo. Mimi ni mwanachama ambaye ni wa muda mrefu, kwa hiyo nimezubutu. Kwa hiyo huwezi ukawa mshindi nje ya mashindano, kwa lazima uzubutu, na mimi nimezubutu. Hivyo na wanaomba wanakata ya Ngudu waniunge mkono ili niweze kuwaletea maendeleo kwa wingi sana. Nimejipanga. Ninayo mambo mengi ya kuwatumikia. Bado ni kijana, wakinituma halmashauri ni mtu ambaye na uwezo wa kujenga hoja. Nina uzoefu mkubwa. Kwa hiyo hawajakosea. Naomba wanipe ridhaa hii ili niweze kuwaletea maendeleo makubwa kabisa kwa kata ya Ngudu. Ukiangalia kata ya Ngudu ni sura ya wilaya ya Kwimba. Huwezi ukazungumza wilaya ya Kwimba bila kuizungumza kata ya Ngudu. Ni mwenyekiti wa wafanyabiashara wilaya ya Kwimba. Nimewiwa kuchukua fomu ya ubunge katika jimbo la Sumve ili niweze kuwasaidia wananchi katika kuleta miradi ya maendeleo, kuwatengenezea mahusiano kati ya chama na jimbo, kuwaletea mahusiano kati ya chama na serikali. Nimewiwa pia nichukue hii fomu ili kuleta miradi ya maendeleo ikiwemo sekta ya kilimo, kuleta mageuzi katika kilimo cha umwagiliaji, kilimo cha kutumia mvua ambacho sasa hivi kimepitwa na wakati. Kwa hiyo ndio maana nimewiwa kuchukua hii fomu ili kuweza kuwaletea maendeleo makubwa wananchi wa jimbo la Sumve.